Karibuni tena katika kipindi cha Mimi na Tanzania, na natumai mmefurahia vipindi vyetu vilivyopita na mmekuwa mkifuatilia, na tunashukuru kwa maoni mbalimbali ambao mmekuwa mkitoa katika tovuti yetu ya Mimi na Tanzania na hata katika Facebook. Siku ya leo napenda niwakaribishe tena katika kipindi hiki ambapo kamera yetu iliweza kutembelea mkoa wa Ruvuma, ambapo kulikuwa kuna kisa kimoja tulikipata kutoka kwa baadhi ya vyombo vya habari. Tulisikia tu kwamba kulikuwa kuna mtu na mama yake wameamua kuwa wapenzi kwa zaidi ya miaka 10. Kwa kweli kwa nchi yetu Tanzania, kwa utamaduni wetu, hakuna ambaye atakubaliana nami kwamba swala hili limeshafanyika mahali pengine au linajulikana au ni kitu cha kawaida. Ni kitu ambacho sio cha kawaida. Mzazi ni mzazi na mtoto ni mtoto. Utamaduni huu Tanzania haupo, lakini tumesikia imetokea katika mkoa wetu, na swali linakuja, ni nini hasa kimefikia au kimeendea kuwafanya watu hawa, familia hii, mtu na mama yake, kubadilika kuwa wapenzi, na wanavijiji hawa wanasemaje? Katika mkoa huu wa Ruvuma, kamera yetu itembelea eneo hili la Namabengo, maarufu kwa jina la Binti Ndembo. Na Binti Ndembo huyu ni mganga wa jadi maarufu sana. Manake hata kumpata katika kamera yetu siku hiyo ilikuwa ngumu kuweza kupatikana. Watu walikuwa wengi wakimsubiri, ambaye inasemekana ndiye aliyegundua uhusiano huu kati ya mtu kijana na mama yake mzazi. Binti huyu alivyojua haya, alijuaje hatujui, lakini anasema alivyoyasikia, alivyoyajua, akayapeleka katika baraza la kijiji hapo eneo hilo la Binti Ndembo. Na wakazi hao walivyoambiwa, wakaamua sasa kuyaweka wazi. Basi nisikuchoshe, nisikupotezee muda wako. Hebu tuwasikilize wahusika wenyewe wanasemaje katika swala zima hili la uhusiano kati ya mama na mtoto. Mimi hapa ni baba mzazi ambaye sasa hivi ni mke wangu. Tumeishi miaka 10 toka tuoane mimi na mama mzazi. Uchawi. Nikaona tu kwamba linakuja wazi kwamba mama bibi nakupenda, na mama akasema kwamba hata mimi mtoto wangu nakupenda. Basi tukaanza kushirikiana. Nikawa na watu watatu. Wa kwanza mtoto mmoja, wa pili mtoto mmoja akafariki, wa tatu na mtoto mmoja bado yupo hai kwa sasa hivi. Tupo 4. Wanaume wangapi na wanawake wangapi? Wanaume tupo 2 na wanawake 2. Hakutuchukulia wote ile. Ilikuwa kwamba Binti Ndembo, ikawa kwamba tumemwita si wenyewe huko nyumbani kiukoo kwamba kuja kuua tego. Alipokuja kuua tego kule nyumbani, basi inabidi wanaukoo tupige bao. Tulipopiga bao, ndio tukaonekana kwamba sisi, mimi na mama, tunashirikiana katika mambo ya kishirikina. Basi baada ya kuua tego, baadaye akatuchukua sisi, mimi na mama, kwamba na wachukua hao kwenda kujisafi. Mimi kwa mama ni mtoto wa mwisho kuzaliwa kwa mama. Amefariki. Baba mzazi amefariki. Hatujapata watoto. Mmeishi tu hivyo hivyo? Ndio. Nako. Kwa hiyo ni bwana yako? Bwana yangu. Toka lini? Toka miaka mingi sana. Miaka mingapi? Yana hele. Miaka mingi? Toka zaliwa. Kilichotokea wewe uane na mtoto wako ni nini? Kilichokufanya uane na mtoto wako ni nini? Tulipendana. Mlipendana? Nani alianza kumpenda mwenzake? Mimi. Jamii ile wazungukeni, ndugu na familia yenu walisemaje mlipooana wewe na mwanao? Pendana. Bibi una miaka mingapi?
ya mahere. Miaka 3. Miaka ya mahere. Miaka ya mahere. Tangu babu ndio mwisho. Kwamba mtoto uliomzaa huyu ni wa mwisho. Na baada ya hapo mkaendeleaje? Kugaga tu. Kuishi tu. Mkaishi kama mke na mume. Na kwa nini wewe uliamua kuolewa na mwanao? Napenda. Ulimpenda sana mtoto wako? Nilimpenda sana mtoto wangu. Ukaona ni vizuri uoane naye? Je, ndugu zako labda pengine kaka zako, wadogo zako na ndugu wengine kijiji kwenu walisemaje? Jawa hekima. Hawakusema kitu. Ndio tugaga na mwana jana nigaga na kujiu mwana wangu. Wewe mwenyewe ulisema unaoana na mtoto wako. Na mtoto wako kwa maana mtoto wako wake zake wale watatu anao au amewaacha? Bangwana baki. Wadada wake. Boga bali amewaacha? Ameacha. Kwa hiyo baada ya kuacha ikabidi akae na wewe. Je, mlifanikiwa kupata watoto? Hamkufanikiwa? Mnaishi tu hivi hivi? Sawa sawa. Kwa hiyo saa hizi kwa maana ndoa yenu inaendelea au ipo tayari kwenye hatiati ya kuachana? Ndio kulekana. Kijiji ni kulekana. Mnataka kuachana saa hizi? Kwa nini? Penzi mtazamaji, wanasema ukistaajabu ya Musa utayaona ya Firauni. Hapa ni mkoani Ruvuma. Baada ya kusikia yote hayo, sasa hebu tuwasikilize baadhi ya wanakijiji ambao walishuhudia au walisikia swala hilo na wamekuwa wakitoa maoni yao na wakilalamika kupinga uhusiano huu kati ya kijana huyu na mama yake. Wana yapi ya kutuambia? Joseph ni mtoto wa mwisho kwa huyu mama, lakini cha ajabu kimefanyika kwa kijiji kwetu. Na wengi wanasikitika kijana kutoka Joseph na mama kufanya mapenzi ya ndoa kabisa na yenye uthibitisho. Yaani uthibitisho huo ulitokea kuwa pale baada ya kuona huyu mama analalamika, ilikuwa kama muda wa saa 5 usiku. Watu wengi wakatoka pale kusikiliza lile bandi, kwa kweli mama na Joseph anafanya mapenzi ya ndoa mamake. Baada ya hapo kaenda kumtoa huyu Joseph. Na wanakijiji wa pale ilikuwa kama ni mwenyekiti wake ni Kristo Mgonyani, kabidi amchukue Joseph amweke ndani. Kwa nini unafanya hicho tendo? Lakini huyu mama kutoka na huruma yake akaenda kugarauka chini na kuomba radhi. Mwenyekiti, naomba umsamehe huyu kijana. Ukifanya hivyo atakavyotoka hapo mimi atanipiga. Wakasema basi kama wewe mama hii tatizo gani? Wewe mpaka ufanye mapenzi na huyu mama yako na Joseph mpaka ufanye na wewe ufanye mapenzi na mtoto wako. Wakaona ni kitu cha ajabu, baadaye wakasema hiyo mambo yameisha. Kumbe haya mambo yanaonekana wao sio kwa fanya kishirikina. Wewe ushirikina umesababisha mpaka yawe sasa ya kweli. Kwa vinginevyo tunawashukuru wale viongozi wa kule walijitahidi kufanya hili swala lakini walishindwa kiserikali. Vinginevyo namshukuru Binti Ndembo kwa uwezo wake. Amewezesha hili swala na anajua ataliwezesha kulitenganisha kindoa kimapenzi kati ya Joseph na mamake. Pamoja na hayo namshukuru Binti Ndembo kwa dhati zote alizokuwa amefanya jitihada zake kuwezesha, manake ameokoa hata watu wengi, na hili nalo ni swala ajabu kutokea katika mkoa huu wa Ruvuma. Kwa hiyo tunamshukuru pia. Mungu amjalie neema zote au neema mara 200. Lakini masuala ya uchawi nimeyaona toka nimefika 2010, uchawi umeshika wengi sana, lakini tendo la huyu mama na Joseph kwa kweli limetusikitisha sana. Sijawahi kuona wala kusikia toka nizaliwe. Kwa sababu historia ya zamani walikuwa wanasema hivi, mtu na mama yake kufanya mapenzi ni mwiko. Sasa nashangaa hao. Sasa sijajua kama hawajua kama ni mwiko au vipi, sijajua. Kwa hiyo nimesikitika sana. Joseph amwache mama yake. Huyu mama ana watoto wa kike. Sasa hivi ushauri serikali tunachoomba, huyu Joseph